Watu wangu wa nguvu, na karibuni sana kwenye channel yenu pendwa ya Mafole Baraka. Channel pekee Tanzania ambayo inakupa madini wewe ya namna gani ambavyo unaweza ukaingiza kipato mtandaoni. Na kabla sijaendelea na topic ya leo, kwanza ningependa kutoa pole kwa watu wote ambao kwa namna moja ama namna nyingine wameathirika kutokana na maandamano yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Wakati wa uchaguzi. Najua kuna vijana wenzetu wengi ambao wamepoteza maisha, wengine wamepata ulemavu, na wengine hawajulikani sehemu gani ambapo wapo. So kwa sekunde kadhaa hapa tutakaa kimya kidogo, tuombe Mwenyezi Mungu apate kuwarehemu uko walipo, na pia Mwenyezi Mungu apate kusaidia nchi yetu huko tunapoelekea tuwe salama. Mungu atujalie tupate viongozi bora, nasikiliza wananchi, na pia nchi yetu pia ipate maendeleo. Anyways guys, na muda mrefu sana sikuwa napatikana kwenye channel yangu ya YouTube. Watu wakawa wananiuliza, nilikuwa naona comment kule mnaniambia, Digital, mbona sasa hivi hatuoni video mpya kwenye channel yako ya YouTube? So the issue ni kuwa nimetaka ku-update mic yangu. Ile mic yangu kuna mtu alipenda akaichukua akanipa hela, nika update, and I'm so excited. Siku ya jana nilipata a new mic inaitwa DJI Mic 3. Ile ya mwanzo nilikuwa natumia DJI Mic 2 ambayo mwanzo ilikuwa ni mic 2, but sasa hivi nina mic 3. Walinipa box vingi, moja ni ambayo nimeivaa, but the problem is like sitofungua ambayo iko kwenye box kwa sababu inaweza ka affect recording ya video yangu. Lakini mic zingine ni hivi vidogo, ni vidogo sana kulinganisha na kile cha mwanzo, but vina pick sana sauti kichizi. Marekani wanauza $500, na masoko mengine pia equivalent ya hiyo $500, but mimi ilibidi nichukulie China, maana stock za Marekani zilikuwa zimeisha. So I'm so excited. Hizi mic zimekuja na uzuri ziko 4. So tarajieni kwenye sessions zijazo naweza nikawa na wageni wengine, nikawa nafanya discussion. Vitu vingi sana vinakuja, siwezi kusema. But also pia kuna mic nyingine ya Rode inakuja. Kwa hiyo like tuko vizuri. Currently pia nafanyia kazi kuhakikisha mwakani pia mnapata podcast, na niwafahamishe tu unaweza kujifunza kwangu mimi kupitia sehemu nyingi sana. Kwanza nina community yangu ambayo inabidi utembelee www.mafolebaraka.com. Wenzako wengi sana wanajifunza. Kuna kama umecheki video 2 za mwisho ambazo nimepost, moja ilikuwa kuhusu namna ya kuwa virtual assistant, na nyingine ilikuwa namna ya kuwa LinkedIn conversation ambazo tumezifanya kwenye community. Conversation hizo mara nyingi huaga tuposti public, lakini kwa sababu niona ni siku watu wana mpango wa kufanya vitu vingine kuanzia Januari, nikachukua zile nikazipublish public, ili kama unataka ujifunze na wewe uweze kujipata cha kujifunza kwenye kutokana na hizo conversation ambazo nimefanya na hao watu. Lakini kama unataka uwe sehemu ya hizo discussion, upate ku attend hizo session, tembelea www.mafolebaraka.com, angalia package ya subscription ambayo inakufaa. Baada ya hapo unaweza kusubscribe na maisha yakaendelea. But pia niko na blog pia ambao unatakiwa utembelea www.mafolebaraka.blog, ambapo utajisomea mambo mengi sana ambayo nazungumza. Anyway, na vingi sana vya kushare na wewe, na sehemu nyingi za kushare na wewe vitu tofauti. But video ya leo nataka tuongelee kitu cha tofauti kidogo. Hii ya leo nataka tufanye nataka nijibu maswali mbalimbali ambayo nimekuwa nikiulizwa na watu kwenye mitandao tofauti ya kijamii. So nitaanza na hii, niliwaambia watu waniuliza anonymously, and kuna mtu aliniuliza. So nitasoma swali kama ambavyo lilivyo. Ananiambia, Mr. Mafole, how are you? Kila nikikudia muo na reply kuwa nijiunge na your group, then nitapata maelekezo yote humo, na kujiunga kuna kiasi fulani. Akaendelea, then swali langu la pili, najua wewe ni influencer na una wasifu mkubwa na umeshinda tuzo mbalimbali. Je, utapata hasara gani ikiwa sisi? So ikawa imekatikia hapo katikati, na hii hapo nafikiri na nikiwa ndefu haifiki. Na swali la jamaa ni swali ambalo nimekuwa nikiulizwa na watu wengi sana ambao wanataka wajifunze. Changamoto watu wengi sana wanataka wajifunze bure. Kwenye community yangu natumia platform moja inaitwa Psycho kuhost hiyo community. Psycho inanipa option ya mimi kuhost kama ni event ya virtually, mtu anaweza ka attend.
kama ni content nimeandika, mtu anaweza kaona akafanya kila kitu. Sasa ile platform ya Cycle tu yenyewe subscription ya chini zaidi kwa mwezi ni $128. Hebu fanya $128 mara miezi 12 13, hiyo ni kama $1,000 na ni zaidi ya milioni 2 sijui milioni 3 ambayo mimi nalipa kwa mwaka, ndio ile community iwe live. Ukichana hivyo natumia domain nimelipia pale ambayo ni yenye kama $20 $30. Ukichana hivyo kuna kitu kama mic ambayo ni kama $500 hivi. Bado internet, bado muda wangu ambao nautumia, bado kamera yangu tu yenye ambayo nimenunua ni kama $3,000 hivi, na hata taa ambao natumia. Kwa hiyo ni kwanza mimi ukiachana tuna hiyo kwamba kuwafundisha, like for back years nimekuwa nikifundisha watu wengi sana wamejifunza kwangu bure. Lakini kwa aina ya investment ambayo nimeiweka sasa hivi, ama namna ambavyo naangalia investment ya kitu ambacho nataka, aina namna ambavyo nataka watu wanufaike na hii community, siwezi kuifanya iwe bure nikiwa mkweli, na msipangalia waenda base kapanda zaidi, kwa sababu nataka niwape kitu bora, na kitu bora mara nyingi kinahitaji investment. So mwisho wa siku kwa mbeleni nitahitaji pia watu wa kuwaajiri pia ambao wanafanya hizo follow up, kama umefanya kazi fulani ama kazi fulani hujafanya. Mtu wa pili akaniambia, kaka tufundishe namna ya kuapply kazi uko LinkedIn. Sasa kwenye issue ya LinkedIn hapa, kuna dada mmoja, kuna video nimepost kwenye channel yangu ya YouTube hapa. Ukiangalia channel yangu ya nyuma nilifanya conversation na dada mmoja rafiki yangu anaitwa Raulin, ambao alizungumza kuhusu LinkedIn, namna ambavyo unaweza kupata kazi LinkedIn. Na huyo dada alijitahidi sana, alijitoa sana kwenye ile conversation ambayo nimefanya naye. Alishare vitu vingi sana ambavyo akiwalisia, nafikiri tulikuwa na watu kama watatu sijui wawili kwenye community yangu ambao wamepata kazi kwa sababu tu ya kuwa wameona kile kitu ambacho baada tu kwa wameattend session ambayo nilifanya na Raulin. Uzuri kama uko YouTube, hiyo session na Raulin nimeiweka hapo, iko like bure kabisa, ni can access your event na ukajifunza. Nafikiri kwa upande wa LinkedIn unaweza kupata huko access. Okay, kuna mtu mwingine akaja akaniuliza, kwa nini wewe haufundishi kozi? Yaani hizi skills ulizonazo tufundishe full kozi alafu tuanze kuhangaika utafuta kazi. Kama kuna uwezekano, akaishia hapo, kama kuna uwezekano, okay, akamalizana hiyo LinkedIn. So of course mimi kitu moja ya changamoto ambayo niko nayo, nafanya kazi pia same 9 to 5, naingia asubuhi narudi jioni, nafanya nyumbani lakini nafanya 9 to 5. Kwa muda wangu kidogo uko limited. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo nafanya vitu kwa utaratibu, like kuna baadhi ya vitu naenda taratibu. Kuhusu kozi iko kwenye pipeline, nafikiri kuanzia mwakani kama sio Januari mpaka April, kozi yangu itakuwa live, but itakuwa exclusive kwa watu ambao wako kwenye community. Kwa hiyo kama hauko kwenye community, sahau kuipata hiyo kozi yangu free. Utapata access kama uko kwenye community. Ingo sasa hivi sina kozi kwa sababu inahitaji muda kuandaa hizo notes, kufanya production na hiyo kozi. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa vifanyike humo ndani. Mwingine akasema hapo kina njia moja tu ya malipo ambao ni PayPal. Je, hakuna njia nyingine ya kuconnect na benki nyingine kama Gray? So kuhusu kuconnect Upwork na njia nyingine za malipo tofauti na PayPal, hapo unaweza kuconnect na Gray, unaweza kuconnect na Wise, unaweza kuconnect na platform nyingi sana. So cha kufanya, uzuri kuna video ambayo nimeshare njia za malipo, but pia nitashoot video namna gani ambavyo unaweza kuconnect Upwork na Gray. Lakini ukiingia www.gray.co inabidi pale uweke wanaita nini, kutengeneza account ya benki ya Marekani. Ukiingia kwenye Upwork pale utaandika press sehemu imeandikwa get paid, then utachagua direct to US. Ukishachagua direct to US unaweka details zako za benki za Marekani. Kwa hiyo utakopokelea kwenye account yako ya Gray. Ikiingia kwenye account yako ya Gray, unaweza ukatoa kuja kwenye namba yako ya simu kama ni M-Pesa, Tigo Pesa ama Airtel Money. Moja kitu ambacho nawaahidi, niko sasa hivi naandaa tutorials, na moja ya tutorial ambayo iko kwenye my pipeline ni tutorial hiyo ya namna gani ambavyo unaweza kuconnect Upwork na Gray, na so itakuwa live kwenye channel yangu ya YouTube. Leo ni kama Alhamis, but I think by Jumamosi, Jumapili itakuwa live kwenye channel yangu ya YouTube. Mwingine anasema tufundishe njia moja tu best ya kununua connect, kutoa hela Upwork, moja tu best kama ni Gray, tumia Gray. Mimi nafanya kazi na Gray, so
automatically niko na baadhi ya makubaliano kwamba I can't promote product nyingine, but nikiwa honest, Gray inafanya, mimi natumia pia Gray kufanya vitu vingi. Kwanza kufungua Gray account kwa Tanzania ni rahisi kuliko kutumia platform nyingine. Cha pili pia Gray unaweza ukatumia ukatengeneza kadi yako, na kadi ya Gray huwa inafanyika kazi Upwork, una not connect hapo na pia atakupokelea hela unafanya. So if I have to opt njia moja malipo na njia moja kufanya malipo ya kwa kutumia kadi mtandaoni, basi mimi nashauri mtumie Gray kufanya. Lakini Connect, Mastercard zozote zinafanya kazi. In case unataka kununua Connect, Vodacom, Mastercard, sijui watu wanapata wapi shida kwenye kununua Connect. Nafikiri namna ya kununua Connect itakuwa pia video yangu nyingine ambayo nitashoot na pia nitashare na nyie. Ni hizi message nyingine ni za mabinti. Mwingine kananiambia, habari brother, nawezaje kujifunza skills zitakazonisaidia kujiingizia kipato? Njia ya kwanza ya kujifunza skills ni kujiunga kwenye community yangu ya www.mafolebaraka.com. Huko utapata mwongozo, utapata nafasi ya kuona wenzako na namna ambavyo wanajifunza pamoja na mimi direct. Njia ya pili, kuna platform inaitwa Udemy, ambapo sasa hivi leo wakati na shoot Udemy wamenunuliwa na Coursera, asije wataungana itakuwa platform moja. Kuna platform pia inaitwa Skillshare, na uzuri kwenye Skillshare nitawekea kwenye description hapo, ukitumia link yangu utapata mwezi mmoja bure kabisa wa kusoma course yao, like afu baada hapo utalipia. Platform za kujifunza skills ziko nyingi, but hizo ambazo nimestaja ni chache. Mwingine kaniuliza, platform za freelancing zina competition sana, uliwezaje kupata your first client brother? Yeah, of course, freelancing platform waga zina competition sana, but changamoto, kitu ambacho nimekiona kitu kikubwa sana kwa freelancers wengi wa Bongo, wanajiunga hizo kwenye freelancing platform wakati hawana skills. Na sasa ni ngumu sana ku stand out kwenye competition kama mwenyewe hauna skills. Kwa hiyo kama unaweza, kitu cha kwanza invest kwenye ujuzi wako. Like kama nashangaga sana, Wabongo ni rahisi sana kulipa milioni 1, milioni 2 ada za shule kwa sababu tunapata vyeti. Lakini wagumu sana kwenye kulipa kwenye studies za digitali. But trust me, like it worth kulipa kwenye skill ya digitali. Kama kozi inakugharimu 600, 700, pay for it, go for it. Utajishukuru baadaye. Kitu cha pili ni kwenye upande wa pia kazi, namna ambavyo mnaomba kazi. Like utakuta labda mtu yeye ni kajiandika, yeye ni mtu wa video editing, afu anaenda kuomba kazi za translation. Hakikisha kazi ambazo unaziomba kwenye platform za Upwork zinaendana na profile ambayo umeandika. Umeandika unafanya kitu gani? Kama umeandika wewe ni video editor, apply kazi za video editor. Kama umeandika wewe ni programmer, apply kazi za programmer. Kitu cha tatu pia ni angalia level ambayo uliopo wewe. Sasa unakuta mtu ni freelancer mpya, ni mgeni kwenye freelancing platform, anaanza kuhangaika na kazi za $1,000, $2,000, wakati hata kazi za $5, $10 hajapata. Kwa hiyo cha kwanza, just focus na kazi ambazo ziko kwenye level yako, hizo za kawaida, hizo ambazo like you can do. Then ukishatoka hapo unaweza ukashift kwenye kazi nyingine. Mwingine anasema, mimi ni mwanachuo, sina ujuzi wowote bado, je, naweza kujiunga na community yako na kujifunza ujuzi huko? Community yangu inapokea kila mtu, mwanachuo, sio mwanachuo, wewe umesoma, wewe hujasoma, ni wewe tu ulipie subscription alafu upate access ya community. Mwingine anauliza, kwa ambao tupo nje ya nchi tunapataje access ya kulipia mafole.com na kupata kazi online? Kwa ambao mko nje ya nchi, sasa hivi nafanyia kazi, niko namalizia kusajili kampuni yangu Marekani. So soon mtaweza kulipia kwa kutumia kadi, kwa kupitia Stripe. Mnaweza mkalipa hata mdogo kwa kupitia Claro, na nitaruhusu huko mbeleni. Mwingine akaniuliza, nafikiri nimebakiza kama vitu vitatu hapa, changamoto, maswali kama 3 au mawili. Changamoto kila mtu anauliza kuhusu mambo ya mambo ya wanaita mambo ya community yangu. Twitch ni kama zile swali nakuwa najirudia. Wewe niambia, nipe mchongo wa digital marketing. Hakuna kupeana mchongo kaka. Wewe nenda apply hiyo kazi. Hizo freelancing platform, Upwork, Fiverr, Guru, kazi zipo, kwa just apply it. Mambo ya kupeana mchongo ni nafikiri, anyway, mtafute mjomba wako. I think it ina work much kwenye hizo kazi physically, but kazi online you have to go and apply for it. Ikitokea mchongo ni hapo nitakupa referral, lakini lazima nijue kwamba una uwezo na iko kitu unaweza kufanya.
Mwingine ananiambia I need assist, unaweza kunisaidia kupata first job on Upwork? Yeah, ndio kazi ya community yangu. Ingesi unatafuta kazi kwenye hizi freelancing platform na nini, jiunge kwenye community yangu, trainer wako nipo. Huyu ameniuliza swali tofauti kidogo. Does affiliate marketing a real deal? Do you know anyone who's doing it? I think I know mtu mmoja ambaye anafanya kazi. Kuna jamaa mmoja anaitwa Jordan anafanya, but yeye anafikia atengeneza account yake ya Twitter ambayo like ile kama umjui utajua kama ni account ya Twitter mbongo. It's a lot of work but it worth, kwa sababu nimekuwa nikiona brand zinampa $200, $300, $500, depending na kitu ambacho anachokifanya. Does affiliate marketing a real deal? Yeah, affiliate marketing inalipa but it's a lot of work, man. Kama wewe sio mchapakazi, kama sio mtu wa kujituma, affiliate marketing sio kitu ambacho naweza nikakushauri ufanye, kwa sababu itakutaka uandike sana, itakutaka uapply sana, itakutaka like you have to possess multiple skills ili uweze kuwa affiliate marketing, kwa sababu the issue ni kwamba it's like inataka utengeneze content ambazo zitakuwa zinawavutia watu kusoma kila dakika, kufuatilia, na ambapo mwisho wa siku sasa hiyo baada ya kufuatilia na kufanya nini, wataweza kufanya purchase kwa kutumia link yako, ambapo wewe sasa ndio utalipa kulingana na action ambazo wamefanya kwenye hizo nani yako kwenye platform yako. Mwingine ananiambia ni site zipi za freelancing zinakubali mfumo wa malipo wa Gray na zipi asikubali? Anyways, guys, mimi niambie kitu kimoja. Moja kitu ambacho sipendi honest ni pale watu ambapo sio kwa bala, lakini watu wanaponiuliza maswali alafu hajafanya hata action yoyote. Sasa unakuja tunauliza swali alafu wewe kufanya chochote, yani hata hujai kufungua account ujiangalie inaonekanaje na nini, kwa sababu kuna a lot of vitu ambavyo unaweza kusave muda mwingi kama ukifanya wewe mwenyewe. But anyway, I'll just nitaendelea. Platforms za freelancing ziko nyingi, and nikisema kwamba niseme ipi nakubali na zipi asikubali nitakuwa nadanganya, kwa sababu I have to mention a lot of platforms, but platform nyingi as much as zinakubali kupokea kwenda Marekani ama kwenda Euro ama kwenda USD na new, unaweza kutumia Gray. Watu kaibia wanataka walipie community yangu. Guys, instead ya kuniuliza nifanyaje, nenda lipia community, mimi nitakupa access. Kwa guys, niwashukuru sana kwa kutenga muda wenu na kuangalia video hii. Mimi naitwa Mafori Baraka na lengo langu liko ni kujibu maswali mawili matatu. Hakikisha unapitia kwenye description hapo, linki ya vitu vyote ambavyo nimevizungumza nitaweka kwenye description hapo, unaweza kujifunza.